Leo nataka tuongelee kitu kizito sana ambacho watu wengi walifanyiwa na watu bado wanaendelea kufanyiwa hata saa hizi, na kuna watu walifanyiwa na watu wao wa karibu kama mama zao, nyanya zao, ama pia watu wabaya wanatumia hizi njia kuwafanya nini? Kuwafunga. Kuna hii family planning ilikuwa watu wa zamani wanafanya wao. Walikuwa wanachukua chupa ya glass. Sawa? Na kitambo hakukuwa na machupa za glass. Kulikuwa na zile za Fanta, zile chupa za soda za kitambo unazielewa, na chupa za pombe. Na hata kwa kitambo wakati hakukuwa na hizo vitu, walikuwa wanaeka kwa nyungu. Na ya nyungu ni mbaya kabisa. Walikuwa wanaeka kwa nyungu. Sawa? Hii ndio ilikuwa family planning yao. Na ujue hii ni elimu walikuwa wamefundishwa na mababu, wa mababu, wa mababu, wa mababu, mpaka tunafikia uko mizimu. Sijui ni nini, ngozi. Guys, kuna joto yani kubambuka. Sawa? Unanielewa? Sasa, mwanamke alikuwa akizaa, anachukua chupa yake, nyungu yake, ama mahali popote atafanya, lakini ikuwa ni nini ya plastiki, iwe ni chungu ama ni glass. Ile hedhi damu imetoka wakati amezaa, manake sasa anataka kufanya family planning. Ile damu ya kuzaa. Sawa? Ukumbuke sio damu ya hedhi, ni ya kuzaa. Walikuwa wanaichukua ile tu ya kwanza, na ndio unaona mimi nimegrow nikijua, na hata mimi wakati nilikuwa nikizaa, mimi damu yangu, nguo zangu zenye zimetoka ile damu ya kizazi ya kuzaa, either zifuliwe na bwana ama watu wa kwetu, mamangu, madadangu, wengine hawapatiangwi. Hata mama mkwe hapatiangwi damu zako ukamfulie mamako, bwanako, dadako. Au wametosha. Na guys, hapa ndio unasikiaga tukiambiwa sana tufiche damu zetu za hedhi, manake zina kazi nyingi sana, na mtu akitaka kukumaliza na kumaliza haraka. Sasa ile damu ya kuzaa ilikuwa anachukua damu, inawekwa kwa kitambaa. Sawa? Ikiwekwa kwa kitambaa, inaweza ikawekwa kwa kitambaa, wanakata leso vizuri, kamba, alafu wanafunga. Kama anataka kufanya family planning miaka ngapi, kama ni miaka 2, miaka 3, anafunga vifundo hivyo hivyo ya mwaka, kama ni mwaka 1, kama ni miaka 2. Akishafunga inafaa iwekwe mahali inachukuliwa kwanza, inafungwa na kitambaa either ya red ama black. Sawa? Inafungwa, alafu inawekwa mahali ambapo haitaona mwangaza tena, mpaka wakati itafikia wakati wako wa kuzaa, utaenda uitoe, uifungue, alafu unapata ujauzito. Hivyo ndio method walikuwa wanatumia, na hata saa hizi kuna watu wanajua kutumia hizo method na wanatumia. Zinatumika, lakini hizo sio za kisuna. Sawa? Na ni dangerous sana. Hiyo ni method za kijini. Majini hivyo ndio wanafanyanga family planning yao. Haya, tukuje kwa ingine. Wazazi wengi walikuwa kama hawataki watoto wao wazalie nyumbani, na hii inafanyika hata sasa. Hata huku Waarabu kuna wenye wanafanya hivyo, na inafanyika. Nataka nikuambie inafanya nini? Inafanyika. Anachukua damu, msichana akipata hedhi, anachukua ile damu ya hedhi, na anaichukua, anaifunga. Sawa? Anafunga mpaka yeye wakati, kama ni mama anaweza akanuilia msichana wangu akimaliza shule. Kwa hivyo atahesabu akimaliza shule hiyo ni miaka ngapi, ataolewa akiwa na miaka ngapi, mpaka ile siku ataolewa kulingana venye atajiekea, ndio ataenda kufungua hiyo kifungo. Anaichukua, inafungiangwa sana sana jikoni. Ama mnaona huku chini, mnaona huku zile mawe 3, zile mawe 3 za jikoni. Hizo mawe zilikuwa zinafanya kazi nyingi sana. Hizo ni mbaya. Kwanza ukirogwa na hizo mawe za jikoni, ama urogwe na nyungu ya jikoni yenye inapikianga familia, ni dangerous sana. Sasa
huyu mama alikuwa anachukua hiyo kitu, hiyo uzi yenye iko na damu, ameifanyia venye ameifanyia, sitawapatia details nyingi. Anaenda anachimba shimo mahali jikoni pale kwa zile mawe tatu, anaweza eka hapo ama aeke, si mnajua jikoni za kitambo venye zilikuwa, anaenda tu anafingilia jikoni. Sasa bahati mbaya huyu mama akikufa, hautawahi zaa kwa maisha yako yote, na ujue ni mama yako alikufunga. Hautawahi zaa tena kwa maisha yako yote. Wakati mwingine mama yako anaweza akashikwa na stroke, akashindwa kuongea, ama akapata ajali, akashindwa kuenda kuchukua mahali alifungia. Kwa hivyo hii ni dangerous sana, na wanawake tunakatazwa kabisa vitu kama hizi zisifanyike, na hata kuna watu wanafanya mpaka wa leo. Haya, ingine nataka niwaambie, hii nayo nilishtuka mpaka watu wa Uganda wanajua. Hizi ni vitu za kitambo zilikuwa zinafanyika. Mtaniuliza nilijulia wapi na hii miaka yangu? Niliwaambia mimi nilikuwa nakaa na wazee. Nilikuwa nakaa na watu. Na mimi nilikuwa ule mtoto mwenye anasikiza. Mimi nilikuwa nakaa na watu wazima. Kabla warealize nimesikia vitu zote zenye wamesema, ndio wananifukuza, na kila kitu nimerekodi nimeweka hapa. So mimi vitu nyingi najua vitu nyingi, hata zingine nikiwaambia mtaniogopa. Lakini naendanga nikiwaambia kidogo kidogo tujifunze na hizi vitu. Na kama unaweza ukakuwa ulifanyiwa vitu kama hizi, unaenda hospitali upate ujauzito, na ukienda hospitali unapimwa, mayai ziko, unapatiwa dawa za kupovisha mayai, za kuweka mayai vitamini, lakini haupati mimba. Hauna shida yoyote yenye inaonekana kwa daktari, lakini haupati mimba. Mamangu, hii vitu the same thing inaweza ukafanyiwa na adui yako, unaweza ukafungwa na mtu tu yoyote mwenye anataka kukufunga. Na hapa ndio unasikiaga damu ya hedhi. Wamama tafadhali na wasichana, tufunze watoto wetu kuficha damu zao za hedhi, na sisi tuweze kuprotect damu zetu za hedhi. Ukiwa na hedhi, hata usitake mtu yote kwa nyumba ajue. Usitake hata huyo roommate wako ajue. Usitake hata rafiki yako ajue. Manake utaenda kwa choo, utupe damu yako, akuje nyuma yako, akufunge. Kumbe mtu anatakanga bwana yako. Unaona, ni rafiki yako na anataka uharibikiwe, achukue bwana yako. Mtu anatafutanga venye, mnaelewa? Mtu maybe mmeolewa ukewenza. Wakewenza wanafanya hii kitu sana. Wanarogana na wanarogananga. Maybe mmeolewa mabrothers. Hii kitu inafanyika mpaka wa leo inafanyika guys. So, damu yako ya hedhi ichunge. Suruali zako zichunge. Suruali yako hiyo yenye unapatanga hedhi, immediately iweke kwa maji, ikamue, ioshe mpaka na uifiche kabisa. Juu hiyo yenye umepata hedhi nayo hiyo siku ya hedhi, hiyo suruali inaweza ikafanya kazi ingine mbaya sana ya kukufunga. So, kuna ingine mimi nilistuka juzi, tulikuwa tumeenda mahali, na tukakuwa mimi na myuji mwingine na katoto kamoja kawaitito, katoto ka kijana wa Iguru. So kasichana kakaanza. So unajua tusichana tukisha kukua tunatakanga tujue venye sisi venye tulipitia ama ndio wao wamepitia. Kasichana tu kakaanza story, kakaniuliza, Zamzam, we period yako ilianza ukiwa na miaka ngapi? Na ni kasichana kako na 13 years. Nikakaambia mimi yangu ilianza mapema. Haunza ilianza lini? Nikamwambia yangu ilianza na miaka 10. Haya, kakaniambia mimi nilianza, kakaniambia yako kalianza na miaka 9. Nikamwambia mashallah ni mapema, lakini mapema ndio the best. Haya, kakauliza huyo mfanyikazi, sasa ni mfanyikazi wao. Akamuliza, na wewe auntie ulipata ukiwa na miaka ngapi? Huyo akasema alipata akiwa na miaka 15. Kakastuka. Nikakaambia usistuke, hata kuna wengine wanapatanga wakiwa na 18. Wasichana wa kitambo walikuwa wanapata mpaka na 18. Na I wish mimi ningepata hiyo period nikiwa na 18 years. Ingesaidia vitu nyingi sana. Haya, katoto kakaanza, ati na Zamzam, period yako unaonanga siku ngapi? Nikakaambia mimi ni wa masafa marefu, mimi napatanga siku nyingi sana. Na ilianza hivyo ukiwa
how old? Nikakambia venye tu period yangu ilianza kutokanga tu nyingi, na hata waleo haijaikata. The same way ilikuwa inatoka nikiwa mdogo, the same way inatoka hata saa hizi. Isipokuwa kuna wakati hormones zangu zilikuwa zimeharibika na nikajitengeneza, zikarudi sawa, na alhamdulillah. Kakaniambia hata mimi napatanga 7 days. Nikakambia mashallah, yani mbona tunaendana kidogo na wewe. Haya, tukauliza ule mwingine. Sasa hapa ndio point iko. Sitaki niwapatie story nyingi mchoke. Point iko hapa. Haya, huyu muyuji akaulizwa na kasichana, unaonanga siku ngapi? But mimi najuanga kutoka zamani aliniambianga anaonanga siku 2. Nikashtuka nikaanguka. Nikamwambia si unafurahianga? Akaniambia kwanza siku ya kwanza akaniambia ati damu yake inatokanga kadot. Nikamwambia aje wewe? Yaani mimi mpaka lazima kitanda kichafuke, nguo zichafuke, kila kitu kichafuke. Yaani unasema nini? Watu wanaonanga ni kama mimi ni careless. Kumbe mimi sio careless. Damu yangu ndio inatokanga nyingi. Kuna watu damu zao zinatokanga kidogo, na wanaonanga sisi wenye tunatokanga madamu nyingi ni kama tunakuanga careless. Hatukuangi careless. Mimi lazima nitaosha magondoro, mpaka yani wacha tu. So huyu demu akatuambia, mimi kuna kitu nilifanyiwa. Hapa ndio nataka mchukue point. Nilistuka sana, kumbe nchi zote, vitu zenye unasikiaga. Yani hawa majini walikuja wakafunza watu kila nchi. Ndio nawaambianga ni elimu za kibabu, za mababu. Juu, how comes Wakamba wanafanya the same thing, Waarabu wanafanya the same thing, mpaka Wayuji wanafanya the same thing, na hata najua Watanzania hii kitu si kigeni kwa wanakijua. So udemu akatuambia, sitapatiana details nyingi, juu naenda nikikata video naona matime imeenda. Akatuambia sisi tukizaliwa, kwanza akasema woi, mtoto wangu atapata period kama si yuko. Sasa atafanyiwa hii kitu na nani, kamza kitu gani? Akatuambia period ya kwanza, mtoto akipata ile damu ya kwanza, sisi kuna venye tunafanyanga, na mimi nilifanyiwa hivyo, ndio damu yangu inakujanga kidogo. Nikamuuliza aje? Sasa mimi nishajua venye ananiambia, mimi already nishajua. Sawa, nishajua, lakini nataka nione kama kuna kitu ingine, but aliniambia vitu zingine nyingi, but the point tu ni ile ile. Akaniambia sisi, kama mamako ukipata hedhi ya kwanza, anachukuanga hiyo damu, anaenda step 1, 2. Mamangu alienda step 2, hiyo inamaanisha nitakuwa napata period siku 2. Akienda 3, utakuwa unapata 3. Hivyo. Na the same thing guys, nataka niwaambie inafanyangwa. Na kuna watu wanafanyanga hivyo kuharibu watu. Anaweza akachukua damu yako ya hedhi na anataka kukutesa tu, ubleed. Pesa yako yote ikuwa inaishianga kwa always, ukose kufanya tendo la ndoa na bwana yako, uchukiwe na bwana. Unajua damu ya hedhi venye inakuanga So kuna watu wanakufunga, wanakuroga namna hii. Utakuwa una bleed every day. Anachukua hiyo tu suri yako, anaenda step 1 ama 2, utableed 2. Ni noma sana hiyo damu yako. So pia kitambo watu walikuwa wanafanya hivyo, lakini haimaanishi guys, nataka mshike point yangu. Haimaanishi wewe mwenye period yako inatokanga siku 3, haimaanishi mzazi wako alifanya hivi, haimaanishi uko na shida yoyote. Kuna watu wanatokanga period, na haimaanishi wenye tunatokanga damu nyingi ama siku nyingi, haimaanishi pia sisi kuna kitu tulifanyiwa. Inategemea na mwili ya mtu na hormones, lakini mafunzo nimewafunza hizi vitu hufanyika, na mtu anaweza kukuharibu, na watu walikuwa wanajitibu na kujitengeneza kupitia akili zao na knowledge yao ya hiyo wakati, na kuna watu bado wanafanya hizi vitu. So guys, mimi tunataka niwaambie, ukiona uko na shida za kispiritual, labda unableed venye unableed si normal na haipatika na sio medical condition, ama unapata uko na shida ya kupata mimba na sio medical condition, uko na damu yako imefunga, pia wanafunganga damu hivyo. Wanachukua hiyo damu yako, wanaifunga. Wanasema hautapata period. Usipopata period, hautapata mtoto. Usipopata period, mwili yako ile damu ya hedhi kitoka kila mwezi. Uwanga inatusaidia sana wamama. Inatusaidia kwa afya zetu. Kuna magonjwa inazuia. Tunakuwa warembo, tunakuwa wayang, tunakuwa fiti. Na ndio unaonanga immediately ile damu ya hedhi kikatika, tunaanza mashida hapo za kimwili. Mnanielewa? So mtu anaweza kukufunga ile damu ikose kutoka, ama mtu akakufanyia kitu damu inatoka excess, yani
yani watu wanaweza wakakufanyia kitu yoyote. So mimi point nawaambia, kama hauzai, chunguza, uende hospitali uangaliwe. Kama hospitali hakupatikani shida, ingia kispiritual, ureverse, ndio uweze kuzaa kabla siku zako hazijaisha. Kama uko na hapo una bleed sana, kuna vitu nyingi sana za kispiritual za kuzuia bleeding kama ni ya kispiritual. Kama si only kama ni ya kispiritual, na kama ni hospitali, unaenda hospitali unaangaliwa kama uko na fibroid ama uko na shida yote ya kizazi, inatengenezwa. Na kama uko na shida ya kupata mimba, jua unaweza ukajitibu kupitia vyakula na pia kupitia cleansing na maombi, na unaweza ukafanyiwa ijama ama cupping, na mashida zako zote zikakuwa zimeisha. Majini wenye wako kwa mwili na vifungo zenye ziko kwa mwili, nataka nikuambie, zinaweza zikatolewa kwa njia ya maombi. Pamoja njia ya maombi, maji inatiwa kwa maombi, ndio tunaitanga Quranic water, alafu tunatia miti ambayo Mwenyezi Mungu ameibariki na ameitia nguvu. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, bora tu ujue shida yako ni gani, na wewe mwenye hauna shida yoyote, avoid, kinga. Hakuna kitu ngumu kutibu kama magonjwa ya spiritual, na magonjwa ya spiritual inauanga na unakufa. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anatuambia grievous nyingi, saa hizi grievous nyingi zinatokana na hasadi, zinatokana na uchawi, zinatokana na spiritual. Na guys, nataka nikuambie, unaona hiyo mashida yote unapitia saa hizi, nataka nikuambie, unaweza ukashtuka sana. 99.9 yote ni ya kichawi, yote ni ya husuda, yote ni ya evil eye, yote ni ya ain yenye unapitia. Kukosa bwana, kukosa watoto, mingi ni ya uchawi. Na unashindwa ni kwa nini na Mungu wako. Sasa hata mimi ndio nitakuuliza, si Mungu wako na si anaona? Kwa hivyo jikite mbele ya Mwenyezi Mungu, anza kuomba. Alafu wewe mwenye umefanikiwa, unaona vitu zako zimefanikiwa, uenda pia ni maombi ambayo unaombanga usiku na mchana, maombi ambayo unaombewa na wazazi wako, na protection za dua zenye unafanya. Na guys, mjue, imagine, kukinga ni bora kuliko kuponya. Kuna dua za kuprotection, kuna aya kursi, soma every day. Asubuhi ukisoma inakuprotect for 24 hours. Usiku ukisoma inakuprotect for 24 hours. Hakuna mchawi atakuroga, utanawiri na utaendelea kukua fiti. Guys, mbarikiwe, mlike video na tuendelee kuelimishana na kusapotiana. Guys, niliwaambia mimi na Rivers. Niliwaambia nina Rivers. Kama unataka kurivers na mimi, jua kuna group ya kurivers. Mwezi mmoja 1,000. Unasoma hizo unasoma mambo ya kurivers, story na nini. Ukitaka cleansing iko kando, na ukitaka ya venye tutakula ndio hormones zetu zikuwe vizuri, wenye mko na hot flashes na hali kadhalika, ujue kuna group, na ni mwezi tu mmoja tunamalizana na wewe na kublock, na wewe unaenda unafunza wengine. Ngiri ni moja tu, kama una uwezo join.